Swali langu la kwanza kabisa ningependa twende moja kwa moja kwa vijana ambao wanatamani haswa kufanikiwa kiuchumi, lakini tatizo linakuwa ni mtaji, lakini pia ni wabunifu. Nafikiri kwa nafasi ya kipekee kabisa vijana wana mchango mkubwa kwenye uchumi wa taifa letu, na uchumi huu unabebwa na nguvu kazi ambayo ndio vijana, lakini pia rasilimali watu ambao pia ni vijana hao tunawategemea, lakini katika biashara, katika startup business ambayo mainly inabebwa na vijana ambao wana ubunifu. Challenge kubwa mimi naweza kusema ziko mbili. Moja ni uelewa wa kibiashara, na la pili ni nguvu ya kifedha ambayo inaweza kuwa support kufanya investment katika hizo biashara ambazo umezilenga. Kwa hivyo ukitazama challenges mbili zinahitaji kupatiwa suluhisho. Suluhisho la kwanza ni elimu, ambayo serikali yetu inafanya jitihada kubwa kufungua level mbalimbali za vyuo, level mbalimbali za elimu katika maeneo ambayo yako rasmi, kwa maana ya ufundi, biashara, lakini pia elimu ambayo ni rasmi kwa maana ya hizi mitaala ya kisasa ambayo inakufundisha elimu. Na ukitoka hapo inahitajika kidogo experience ya kujua biashara. Hiyo ni eneo ambalo nafikiri sasa taasisi kama hii ya Vijana Innovations ni maeneo maalum kabisa ya kutoa ule uelewa mkubwa wa kibiashara. Lakini eneo la pili ni eneo la mitaji, ambalo tunaona financial institutions nyingi sasa hivi zimeanza kuamini pia kwenye vijana, ingawa kwenye uhalisia bado haijafika kwenye piki ya juu kabisa ya kuwakava vijana wote. Kwa hiyo ni eneo muhimu, ingawa eneo hilo pia lina picha nyingine ya kutazamwa. Picha ya kutazamwa ni risk management ya hizo fedha ambazo zinatoka kwenye financial institutions. Naamini financial institutions zina uwezo mkubwa wa kutoa pesa, lakini category ambayo inawazuia vijana wengi ni risk management, kwa sababu wengi wanakuwa ni waanzilishi wa biashara, kwa maana kuwa na startup business, na kitendo cha kuwa na startup business kinarudisha nyuma zile credits za kupata mikopo moja kwa moja. Kwa hiyo nitoe wito kwa benki zetu pamoja na financial institutions ziweke jitihada kuhakikisha zinaongeza nguvu katika kupunguza vile vikwazo vya mitaji. Kiweza kutoa mtaji na elimu ikaongezeka kidogo, lakini pia support ya ziada kwa ajili ya kuhakikisha hizo biashara zinafanikiwa, naamini vijana watajikwamua. Umezungumza vizuri kabisa, lakini kuna asilimia, sina hakika kama ni chache ama ni kubwa, ya vijana ambao bado wanashindwa kujikamua kiuchumi wao binafsi, lakini pia wa nchi kwa ujumla. Wewe unafikiri ni nini haswa ambayo vijana wengi sana huwa wanakosea? Vijana hawakosei, isipokuwa vijana wanahitaji kupata mwongozo. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kutengeneza njia ya kutoa mwongozo kwa vijana. Vijana wako tayari. Hakuna kijana ambaye hataki maisha mazuri. Hakuna kijana ambaye hataki kufanya kazi. Hakuna kijana ambaye haoni fursa ambazo zipo. Njia ambayo inatakiwa kusaidia hawa vijana ni kutengeneza misingi sahihi ya kuwatengenezea uelewa, namba moja, uaminifu kwenye utendaji, na namba tatu, nguvu ya kifedha itakayowasaidia kufanya biashara. Kwa hiyo tujikite zaidi kutengeneza mifumo itakayowa support vijana, na sio kulaumu kwamba vijana wanafeli. Vijana hawezi kufeli kama wanapata guidance nzuri. Kwa hiyo kuna haja ya kuwa na jitihada ya maksudi kabisa kutengeneza mifumo itakayo support vijana ili waweze kujikwamua. Sisi wote tunatamani kuwa na maisha mazuri, na maisha mazuri tunayajua yanapatikana kwenye utendaji, na kwenye utendaji lazima tupate guidance kutoka kwa watu walio juu yetu ili kuweza kufanikisha malengo yetu.